Na tulivyofika hapa, kitu cha kwanza ambacho mtendaji na mwenyekiti walituambia ni kwamba Kitandililo ni kijiji kikubwa na kuna vitongoji baadhi havijafanikiwa kufikishiwa huduma ya umeme. Ni kweli? TANESCO tuna ofisi mbalimbali katika kila wilaya na Kitandililo inahudumiwa na ofisi ya wilaya ya Makambako. Kwa hiyo tulifanikiwa kufanya mawasiliano na meneja wa wilaya ya Makambako, naye alituambia kwamba ishu ya kuweka umeme katika vitongoji vilivyobaki imeombwa kwenye bajeti ya mwaka wa fedha utakaoanza mwezi wa 7. Kwa hiyo baada ya mwezi wa 7 tutakavyopata budget, vitongoji vyote vilivyobakia vitaingiziwa na vyenye umeme. Sawa. Lakini pia kulikuwa na lalamiko lingine kwamba kuna vitongoji ndio vina umeme lakini kuna watu bado umeme haujawafikia na wameshasuka ndani, lakini nitaka kuwauliza, je, mlifanya maombi ya umeme baada ya kusuka? Kwa hiyo wengi walisuka lakini hawakufanya maombi ya umeme. Sasa napenda pia kuwaelekeza jinsi ya kufanya maombi ya umeme. Sawa? Maombi ya umeme unaweza ukafanya kwa njia ya smartphone, tunazoziita hizi simu janja, ni simu kubwa, au unaweza ukatumia simu ndogo ambazo tunaziita viswaswadu. Unafanyaje maombi ya umeme? Kwanza, kitu cha muhimu, unatakiwa uwe na namba ya NIDA. Sawa? Kwa yule mtu ambaye ana smartphone, ataingia kwenye simu yake, atapakua application inaitwa NiConnect. Hiyo application ikishafunguka inajielezea kila kitu. Kwa hiyo pale utakuwa tu unajaza taarifa zako. Lakini kwa wale ambao tunatumia simu ndogo au viswaswadu, tutabonyeza *152 *00 alama ya reli. Kisha utafungua namba 4 ambayo inasema nishati. Ukifungua namba 4 utabonyeza tena namba 4 inasema TANESCO. Baada ya TANESCO ukibonyeza utachagua ombi jipya na pale utaanza kujaza taarifa zako. Sawa? Ukishajaza taarifa zako, lile ombi litafika katika ofisi za TANESCO na utapigiwa simu ili kukamilisha baadhi ya taarifa zilizobaki. Huo ndo utofauti kati ya kutumia hizi simu ndogo na simu janja. Simu janja ukishajiombea umeme utapata hadi namba ya ombi la umeme. Lakini simu ndogo itabidi upigiwe simu, ukamilishe taarifa zilizobaki, kisha utapata namba ya ombi la umeme. Baada ya hapo utatakiwa mpelekee mkandarasi aliyekufanyia wiring na anatakiwa awe amesajiliwa na EWURA ili ajaze taarifa za wiring katika mfumo alivyotandaza zile nyaya za umeme ndani kwako. Akishamaliza kujaza, taarifa zitarudi TANESCO, kisha tutakutumia surveyor, mtu wa kupima umbali wa nyumba yako hadi nguzo ya karibu ya TANESCO. Baada ya kupima atazirudisha zile taarifa ofisini, tutakupa namba ya malipo, utalipia na kisha utakuja kufungiwa umeme. Kwa hiyo nawashauri wale wote ambao mmeshafanya wiring au mmeshasuka lakini bado hamjafanya maombi ya umeme, naomba mfanye maombi ya umeme ili taarifa zionekane ofisini kabisa kwamba Kitandililo kuna mtu fulani na fulani ameomba umeme, bado hatujamfikia. Kwa hiyo masavia watakuja, watapima na utapewa gharama, mtafungiwa umeme. Sawa? Lakini pia tuna namba yetu ya huduma kwa wateja ambayo ni namba 180. Hii namba ni ya bure, inafanya kazi masaa 24 siku 7 za wiki. Kwa pale popote ambapo unakuwa una changamoto, una maulizo, una malalamiko, unapiga ile namba, unaeleza wewe ni fulani fulani, niko mkoa fulani, sehemu fulani. Kama una swali unaweza ukauliza. Hata hivyo jinsi ya kufanya maombi ya umeme. Au kama una lalamiko lako unaweza ukalitoa pale, taarifa zinafika katika ofisi husika na unapatiwa huduma.